ukimya una mambo mengi sana. Unajua kwenye music na kwenye maisha ya kawaida, hususan kwa Alinipishe. Unajua maisha ya Alinipishe mpaka amekuwa Alinipishe ni tofauti na watu wengi wanavyodhani yani huko mtaani. Kwanza Alinipishe ni msanii ambaye, naomba niongee kwa short sana ili watu wanielewe kwa ufupi pia. Alinipishe ni msanii ambaye katoka kwenye yani mpaka kawali kwamba katokea sehemu ambayo haikuwa ya kama alikuwa na management labda Alinipishe alikuwa labda kuna libosi limemkamataga hivi. Mimi nimetoka chuo cha muziki. Na chuo cha muziki kilikuwa kina challenge nyingi. Kwa hiyo baada ya kutoa hizo nyimbo zote zilizomsababisha Alinipishe kwa Alinipishe, ikawa ni sio nizungumzieje. Hivyo. Baada ya kutoa nyimbo ya Mwasiti nilikuwa ni Alinipishe. Baada ya kutoa nyimbo ya Mai nikawa ni Alinipishe number 2. Lakini kuna opportunity ya THT pia ambayo imesababisha Alinipishe kwa Alinipishe. Lakini kwa kipindi kile cha nyuma wakati tuko THT kwa ukitoka maana yake lazima ujiendeleze. Lakini watu wengi hawakujua kwamba Alinipishe wakati atoa nyimbo ya Mapito na Mai alikuwa sio mtu mwenye mafanikio. Sawa, ule Alinipishe ulikuwa ni mkubwa tu wa jina, lakini sio kipato wala nini. Lakini wakati naanza kutoa nyimbo ya Mapito ya Mwasiti, katikati hapo nilipata visenti kidogo ambavyo viko out of music. Kwa nikaanza kudira mambo yangu yenyewe, kujiwekeza, kufanya nini, kuwekea biashara vyangu ambavyo vinanisaidiaga, kwa sababu kwa nishachungulia naona kabisa mbona mimi ni star lakini sina hela. Mambo yalikuwa magumu. Yani kiukweli sitaki kuongea unafiki. Muziki wa Mapito na Maya hukunipaga mafanikio ya hela. Hunipaga mafanikio ya jina. Lakini kidogo ambacho kwa nakipata kwenye hiyo kwenye hiyo sekta hiyo nilikuwa nawekeza kufanya biashara zangu nyingine. Kwa hata ukiniona Alinipishe basi naweza ngakwambiaga muziki na ukaamini, lakini kumbe sio muziki.